Habari tena, karibu katika kipindi cha dakika chache tu kutoka Shekela The Clinic. Mimi ni Dr. Frank Felician Lugai. Hapa tutakwenda kuzungumzia namna ya kusafisha uke kwa mwanamke, namna ya kusafisha uke wako, kwa sababu mara nyingi watu wanatumia vifaa ambavyo havistahili katika kusafisha uke. Itambulike kwamba uke una tabia ya kujisafisha wenyewe kutoka ndani kuja nje. Sasa kuna baadhi ya watu ambao wao hutumia maji, lakini pia hutumia sabuni, hutumia dawa mbalimbali kwa ajili ya kusafisha uke, ambazo mara nyingi huingiza uke huu katika changamoto kadha wa kadha. Sasa itambulike ya kwamba sehemu za uke wa mwanamke kuna ulinzi wa asili ambao unazalishwa. Ni kawaida katika mwili wa mwanamke au uke wa mwanamke unakuwa na ulinzi wa asili ambao ulinzi huu unazalishwa kwa kutegemea homoni zake, lakini pia unategemea pia pH ambayo ni acidic ambayo inapatikana katika sehemu za uke, ambayo ni kawaida kwa mwanamke yoyote. Sasa mwanamke kuna wengine wanaosafisha safisha na maji, anaingiza kidole kule ndani anasafisha. Sio sahihi. Uke wa mwanamke unaweza kujisafisha wenyewe. Kitu ambacho kinachotakiwa kufanyika, namna ya kusafisha uke wako, utasafisha maeneo ya juu tu, mazingira ya juu, basi utasafisha kwa kutumia maji pasipo sabuni yoyote. Usitumie maji wala usitumie sabuni yoyote, tumia maji. Yanaweza yakawa ya vuguvugu kwa ajili ya kuweza kusafisha hizo sehemu na zikawa safi. Usipake mafuta yoyote. Labda kama umeandikiwa na daktari kuwepo na infection, unaweza kutumia. Sasa kwa usafishaji wa uke wa kutumia manukato na sabuni mbalimbali, huwa zinaweza kusababisha uke kuingia kwenye changamoto ya kupata infection au fangasi za kujirudia kila wakati, kwa sababu ulinzi ule wa asili unaondoa mara baada ya kuwa umetumia kemikali hizo au umetumia sabuni hizo zenye kemikali na kadhalika. Kwa ulinzi wa asili unaondoka na mwanamke anaweza kuingia kwenye changamoto za kupata fungus ya muda mrefu na kupelekea kupata matatizo ya uzazi ya kudumu. Kwa hiyo kuwa makini, hakikisha usisafishe uke. Unajisafisha wenyewe kwa kupitia njia ya hedhi, lakini pia unaweza kujisafisha wenyewe kupitia maji ya rangi ya maziwa yanaweza kutoka ukeni, ambayo ni kawaida kabisa mwanamke anaweza akatoa, na tukasema ni infection ya kawaida, ila itakapo overgrow inaweza ikawa ni tatizo. Kwa hiyo acha kusafisha uke wako kisi kwamba unasaidia, bali unaposafisha kwa kutumia vifaa na sabuni na kadhalika, unaweza kusababisha matatizo ya fungus ya kudumu katika via vyako vya uzazi. Lakini pia katika uke haturuhusu kupaka mafuta, kemikali yoyote, ikiwepo hizi deodorant, spray, haturuhusi kuweka kabisa katika uke, kwa sababu ulinzi wa asili unapungua, unaweza kuweka katika madhara. Kwa hiyo osha tu na maji yako ya vuguvugu au maji ya kawaida, safisha uke wako bila kutumia sabuni yoyote na utakuwa salama. Asante, mimi Dr. Frank Felician Lugai, tukutane kipindi kingine. Bye bye.